Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. Anwari Online TV. والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله leo tutaendelea na tafsiri ya sura Fussilat, sura ambayo tulianza tafsiri yake siku kadhaa zilizopita, na siku ya jana tulipitia aya ambazo zilikuwa zikizungumzia marafiki wabaya, jinsi gani ambao watakapoweza kusababisha madhara kwa mtu kwa kumchagulia njia isiyokuwa sahihi, njia ambayo itampelekea yeye katika maangamizo. Pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema waqayyadna lahum quradaa فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Watu watakoingia katika wengi watakoingia motoni, wataingia motoni kwa sababu ya marafiki wabaya waliokuwa nao. Rafiki ambaye hakuongozi katika kheri, rafiki ambaye kazi yake yeye kukupa michongo ambayo ndani yake ni haramu, rafiki ambaye tukasema anayekupeleka katika masuala ya madhambi, kutafuta wanawake, klabu na maeneo mengine yasiyofaa. Tukasema huu rafiki mbaya ni rafiki ambaye atakayeweza kusababishia matatizo siku ya Kiyama, na tukaona kwamba hayo ndio malipo ya watu waovu siku ya Kiyama. Na watasema watu waovu baada ya kuwa wameingia motoni, waqala alladhina kafaru rabbana arina alladhina adallana min aljinni wal ins. Mwenyezi Mungu, tuonyeshe wale ambao walikuwa wakitupotosha miongoni mwa majini na watu, naj'alhuma tahta aqdamina, wawe chini kabisa tabaka la chini ya moto, liyakuna min al-asfalin, wawe chini kabisa tabaka la moto. Manake wao waliotufanya tupotee walistahiki zaidi adhabu kubwa kuliko sisi waliotupotosha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwa watu waovu, liyahmilu awzarahum yawma al-qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Watu waovu watabeba mzigo wa madhambi yao, lakini haitotosha tu kwa watu waovu kubeba mizigo ya madhambi yao, bali pia watabeba mizigo ya watu ambao waliowapotosha. Yani kama wewe ulikuwa na wito wako ambao wito wako ndani yake ulikuwa ni wito wa batili, kupitia wito wako wewe mwenyewe utaingia motoni, lakini haitotosha tu kwa madhambi yako hayo, bali hata watu ambao watakaofuata wito wako pia nao ni miongoni mwa watu ambao watakaoweza kuingia motoni. Inshallah leo tutaanza aya 20 inayosema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Hapa tumeona malipo ya watu ambao hawatomtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wao wataingia motoni, lakini pia kuna watu ambao walitumia muda wao, rasilimali zao katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hao pia wana nafasi yao kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manake watu waovu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi kuwaingiza katika moto kama tulivyoona siku ya jana, lakini pia watu wema pia nao wana malipo yao ambayo malipo hayo watayapata siku ya Kiyama. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika wale ambao ni Waislamu, alladhina qalu, ambao waliosema rabbuna Allah, mola wetu sisi ni Mwenyezi Mungu. Maana nini? Walifanya ikhlas katika dini ya Mwenyezi Mungu, waliingia katika Uislamu pasina kuwa na shaka, wakiamini kwamba wao ni viumbe walioumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
na wakiamini kwamba ishara zote zilizoko duniani ni sehemu ya uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana nini? Hawa ni wale waliokuwa ni wacha Mungu. Na ucha Mungu kama alivyosema Ali ibn Abi Talib, ucha Mungu kama alivyosema nani? Ali ibn Abi Talib, ucha Mungu ni nini? Huwa al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil واستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. ndio ucha Mungu. Ucha Mungu huwa al-khawfu min al-jalil, kwanza ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anaogopa vipi? Mwenyezi Mungu anaogopwa kupitia viumbe vyake vikubwa alivyoviumba katika hii dunia. Katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndani yake unapata ucha Mungu. Kwani utaliona binadamu ni kiumbe dhaifu, kiumbe dhalili. Lakini kuna viumbe vikubwa katika huu ulimwengu kama jua, kama mwezi, kama nyota, dunia, bahari na vinginevyo. Hivi ni viumbe ambavyo tunaviona, tunavidiriki. Na katika kuviona na kuvidiriki, ishara yake kubwa ni kwamba vimeumbwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kuviangalia hivi ndani yake unapata ucha Mungu kwa kuona nini? Makhlukati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu akasema ucha Mungu huwa al-khawfu min al-jalil. Ucha Mungu ni nini? Ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Kumwogopa Mwenyezi Mungu maana yake nini? Ni kufanya yale yote ambayo Mwenyezi Mungu aliyokuamrisha na kuacha yale yote ambayo Mwenyezi Mungu amefanyaje? Amekukataza. Wal amalu bitanzil, na kufanyia kazi hii Qur'an na sunna za Mtume Muhammad. Wal khawfu min al-jalil wal amalu bitanzil. Al amalu bitanzil ni kufanyia kazi uteremsho wa nini? Wa Qur'an, hukumu zake, sheria zake, mawaidha yake, na kufanyia kazi maamrisho yote aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ucha Mungu. Wal khawfu min al-jalil, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Wal amalu bitanzil, na kufanya kazi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoleta kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasti'dadu li yawmir rahili. Ali ibn Abi Talib anasema wasti'dadu li yawmir rahili, na kujiandaa na siku ya kuondoka. Hakuna atakayejua kwamba lini ataondoka. Na kuondoka haina maana kufa, utakufa kwa sababu dalili ya kufa ni kuugua. Unaweza ukafa bila hata kuugua. Kwa kukaa tu hapa, inawezekana leo ndio siku yako ya mwisho kuondoka duniani. Ndio maana wacha Mungu wanajua hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish fi dunya ka'annaka gharibun au abid sabil. Unaishi duniani kana kwamba wewe nani? Ni mgeni au unapita njia au mpitaji wa njia. Kwa hivyo Ali bin Abi Talib akasema wal khawfu min al-jalil wal amalu bitanzil wasti'dadi li yawm ar-rahil, na kujiandaa na siku ya kufanyaje? Ya kuondoka duniani. Ndio maana tunaambiwa wal tanzuru nafsu ma qaddamat ligat, na kila mtu aangalie ni kitu gani alichokitanguliza kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kesho. Wasti'dadu li yawm ar-rahil waridha bil qalil. Ali bin Abi Talib akasema na ucha Mungu waridha bil qalil, na kutosheka na kidogo, kile kile alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tosheka nacho. Kwa sababu katika wengi wanaoingia katika haramu ni watu ambao hawatosheki na kile Mwenyezi Mungu alichowakadiria, lakini pia wanajipimia wao kwa kipimo kisichokuwa sahihi, kwa kuangalia wengine ambao Mwenyezi Mungu amefanyaje? Amewaneemesha, pasina kuangalia wale ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha. Je, amewaneemesha kwa fadhila zake au wao wananeemeka kutokana na mchumo ambapo hata si vya halali? Ndio maana tukaambiwa wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Isubirishe nafsi yako, isubirishe kuwa pamoja na wenye subra. Pamoja na watu gani?
alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi, pamoja na watu gani ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Wala ta'du 'aynaka anhum wala tuti man aghfalna qalbahu 'an dhikrina. Wala ta'du 'aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, wala usinyanyue macho yako kwa kuangalia watu ambao wananeemeka na rehema na wananeemeka na dunia hii, watu ambao Mwenyezi Mungu nyoyo zao amezikamilisha, yani watu ambao vichumo vyao ni vya haramu, vipato vyao sio vya haramu, wakakubabaisha ukaacha subra ya Allah subhanahu wa ta'ala ukawatii. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, ukawatii watu ambao nyoyo zao zimeghafilika, wakawa wao wanaishi pasina kuangalia halali wala haramu. Ukaangalia wale wanapoishi, ukaona wanaenjoy, ukaona wana faidi sana. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu, watu ambao kazi yao ni kufanya nini? Ni kufuata matamanio tu. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, na mambo yao yakawa ni mabaya, mambo mabaya, kwa sababu watu waovu wao katika kuishi kwao hawaangalii halali, hawaangalii haramu. Akiona mke wa mtu kampendezea, atalazimisha amsini mke wa mtu. Akiona mali si haki yake, atalazimisha mali si haki yake ipate. Ndio Mungu anatuambia wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi, ili uweze kuwa mcha Mungu. Na kama Ali bin Abi Talib alivyosema, waridha bil qalil, isubirishe nafsi yako ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi, pamoja na watu gani? Wacha Mungu wenzio, wenye kumuomba Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Yuriduna wajhahu, watu ambao wanataka radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'aynaka anhum, wala usinyanyue macho yako ukawaona watu ambao Mwenyezi Mungu aliwajaribu kwa mali za haramu na vipato vya haramu, ukanyanyua macho yako ukawatamani maisha yao. Wala ta'du 'aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya, watu ambao kazi yao wao hawana kipimo kingine, wao wanaangalia starehe ya maisha haya ya dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usiwatii watu ambao nyoyo zao tumezifanya zimeghafilika, hawawezi kukumbuka kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala ikiadhiniwa wao hawajui chochote, wakati wa Ramadhani ukifika wao hawajui chochote. Wao ni nini? Maisha tu. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu, wao kazi yao ni kufuata matamanio yao tu, matamanio yake yeye ndio Mungu wake. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, hao watu hao mambo yao huwa yameharibika. Kwa hivyo Ali bin Abi Talib alipozungumza maana ucha Mungu akasema mwisho, waridha bil qalili, na kutosheka na nini? Na kidogo ambacho Mwenyezi Mungu amekupa. Na watu wenye kutosheka na kidogo, nafsi zao huwa zimetulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika hadithi al-Qudsi, in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanak, ikiwa mwanadamu utatosheka na kile Mwenyezi Mungu alichokukadiria. Mungu anasema, Allah anasema katika hadithi al-Qudsi, arahtu qalbaka wa badanak, Mwenyezi Mungu atautuliza moyo wako na atautuliza mwili wako. Wa kunta indi mahmudan, na wewe utakuwa mja mwema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in anta lam tarda bima qasamtuhu lak, na ikiwa wewe hautotosheka na kile Mwenyezi Mungu alichokupa, la usallitanna alayka dunya, Mwenyezi Mungu anasema atakusalitisha na dunia. Tarkudhu fiha raqwa alwuhushu fil barriya, utakuwa mfano wa mnyama mkali wa porini, ambaye huyo mnyama kazi yake ni kuwinda viwindo vipya, ila kuna viwindo vingi anavyo, lakini hatosheki na vile viwindo alivyoviwinda, anataka kiwindo kipya, hali ya kuwa na nyama nyingi.
yani simba anaweza kawinda viwindo vingine, halipa tayari ana kiwindo cha kumtosha siku hiyo. Ndio watu ambao kazi yao duniani Mwenyezi Mungu anasema amewasalitisha na dunia. Wako bize hata mali zao hawazifaidi. Yani mtu yuko bize, mke wake hamfaidi, mali yake haifaidi, hanufaiki na rasilimali yake. Ndio Mungu anasema ikiwa hautoridhia na kile Mungu alichokupa, la usallitanna alayka dunya tarkubu fiha radwa alwuhushu fil barriya. Mwenyezi Mungu atakusalitisha na dunia, utakuwa mfano wa mnyama anayehangaika huko porini kutafuta vitu vyake. Thumma la takunu laka illa ma qasamtuhu lak, lakini mwisho wa siku hautopata isipokuwa kile Mwenyezi Mungu alichokukadiria. Hebu fikiria una bilioni 20, lakini bado una pupa ya kutafuta dunia zaidi. Hiyo bilioni 20 yenyewe hata kama unasema unakula kila siku hutoimaliza. Je, hiyo pupa ya kutafuta mali nyingine ambayo inakushughulisha zaidi duniani ya nini? Ikiwa mali yenyewe ulionayo wenyewe huwezi kuimaliza kunufaika nayo. Ndio maana tumeambiwa maana ucha Mungu waridhwa bil qalil. Ali bin Abi Talib akatuambia katika maana ucha Mungu ni kutosheka na nini? Na kichache. Ndio tunaambiwa hapa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Hawa cha Mungu ni watu ambao alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ni waliosema kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo Mola wetu. Sio tu kusema, walisema kwa vitendo. Waliposema Mwenyezi Mungu ni Mola wetu, walisema Mwenyezi Mungu ni Mola wetu kwa vitendo. Maana nini? Wakafanya halali zote, wakafanya haramu zote, wakamwabudu Mwenyezi Mungu, wakamtegemea yeye katika matatizo na katika subira. Wasabirina fil basai wadh-dharrai wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tafahamiana? Ucha Mungu sio kuswali peke yake. Mwenyezi Mungu akasema laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir. Ucha Mungu au wema ni kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya nini? Ukiamini siku ya mwisho utakuwa na hofu ya hesabu yako, kwa hutomdhulumu mtu, hutotamani cha mwenzako, hutozini. Walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin, kuamini malaika, kuamini mitume. Wa ata almala ala hubbihi dhawil qurba, kama una mali ya ziada itoe kwa maskini, itoe kwa ndugu zako. Yani wewe ni tajiri lakini ndugu zako wanataabika, huo sio cha Mungu. Wa ata almala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil, na kuwasaidia maskini, wapita njia, wasailin. Tena Mungu mwisho akasema walmuhuna bi'ahdihim idha ahadu. Na ucha Mungu ni kutekeleza ahadi na kuahidi. Lakini wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina al-ba's, na usubiri katika maudhi utakayokutana nayo, ima katika njia ya Mwenyezi Mungu au katika maradhi na misukosuko ya dunia ya kupungukiwa riziki na kadhalika. Kuna siku unatakiwa umekadiriwa ulale njaa, lakini unasema mimi siwezi kulala njaa. Unajitahidi, unapata chupo la haramu. Mwenyezi Mungu alikujaribu siku hiyo kwa kukosa riziki ya kulala njaa, lakini huo mtihani ukaushindwa. Ndio Mungu anasema wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina al-ba's, na wale kusubiri katika shida na katika madhara na katika kilele cha matatizo. Mungu akasema ulaika alladhina sadaqu, hao ndio wa kweli, wa ulaika humul muttaqun, na hao ndio wacha Mungu. Hawa sasa wakati wa kufa kwao Mungu anasema tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wakati wanaondoka duniani hawa watu, Mungu anasema tatanazzalu. Katika usiku wa Lailatul Qadri Mwenyezi Mungu anasema tanazzalul malaikatu. Tufahamiana? Katika usiku wa Lailatul Qadri Mwenyezi Mungu anasema tanazzalul malaikatu. Lakini hapa Mwenyezi Mungu anasema tatanazzalu alayhimul malaikatu. Tofauti yake ni katika usiku wa Lailatul Qadri tanazzalul malaikatu, malaika huteremka mara hiyo.
tatanazzalu. Watu wasoma elimu ya balagha, ziyadatu fil mabna ta'ni ziyadatu fil ma'na. Yani neno likiwa limeongezeka neno herufi linafundisha maana kubwa zaidi na pana zaidi. Kwa hivyo ni kwamba tatanazzalu alayhimul malaikatu, malaika huteremka kila siku kwa watu wema pindi wanapochukua roho zao. Lakini malaika huteremka mara moja tu katika usiku wa Lailatul Qadr. Lakini malaika huteremka kila siku kwa watu gani? Wacha Mungu wanapochukua roho zao. Mungu anasema tatanazzalu. Tena tatanazzalu, wanateremka kwa kupokezana hawa malaika. Yani wanakuja hawa, wanamwambia fulani bin fulani, leo ndio siku yako ya kuondoka imefika. Basi usiogope, usihuzunike. Huko unakokwenda ni kuzuri kuliko huko unakotoka. Ndio maana Malakul Maut alipoenda kuchukua roho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yukhayyiruka baina an tabqa fi dunya au an talhaqa billah. Kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad mpaka kufa kwake anaambiwa na Malakul Maut, Mwenyezi Mungu kanituma mimi, anakupa khiari Mtume, baina chagua mambo mawili, uende kukutana naye au bakie duniani. Ukipewa fursa hiyo wewe unasemaje? Lakini Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala anaambiwa na malaika Malakul Maut, anamwambia inna Allaha yukhayyiruka baina an tabqa fi dunya au an talhaqa billah. Mwenyezi Mungu anakupa khiari wewe Mtume Muhammad, baina ya chagua mambo mawili, ukutane na Mwenyezi Mungu au baki duniani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya hii inamuhusu. Aya hii yeye Mtume akasema ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Yani Mtume wakati anakufa pumzi yake ya mwisho alikuwa anasema ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Anakataa ofa ya Malakul Maut ya kubaki duniani. Unafahamu? Anakataa ofa ya Malakul Maut kufanya nini? Anasema hapana, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqil a'la. Nataka nikutane na rafiki yangu, nataka nikutane na rafiki yangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mungu anasema tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaika huwateremkia watu wema pindi wanapokufa na huambia alla takhafu wala tahzanu, msihofu, usiogope, umemwacha mke wako, usiogope umeacha watoto wako. Yeye Mwenyezi Mungu atawasimamia familia yako, ataisimamia familia yako. Kwa watoto wako nimewaacha wadogo, watalelewa na nani? Malaika wanawaambia wanaokufa katika hali ya ucha Mungu, alla takhafu wala tahzanu, msiogope wala msihuzunike. Na watu wanaokufa, malaika wenyewe pindi ambapo malaika wanapokuwa wamemaliza hesabu, ujue malaika kufunga daftari la waja wao la damu pindi ambapo wamefariki, isipokuwa kwa watu wema pekee yake. Yani daftari la matendo mema na matendo mabaya malaika hulifunga kwa watu wema? Hapana, malaika huwa hawalifungi kwa watu wema. Sikia, malaika wanaoandika matendo mema na mabaya huenda kwa Mwenyezi Mungu pindi mja wema anapokufa. Wanamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi mata abduka fulani, Mwenyezi Mungu amekufa mja wako mcha Mungu, fa'dhil lana an nas'ada ila as-samaa. Kazi yetu ya kuandika mema na mabaya huku duniani imeisha, tupe idhini tupande mbinguni, tuungane na malaika wenzetu kwa mbinguni, tuendelee kukusabihi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawaambia hawa malaika, as-samawati mamlu'a bil malaikati, mbingu yangu imejaa malaika wengi, sihitaji tena malaika kunisabbihi. Yusabbihuni, wananisabihi mimi na wananidhakiri mimi, wananitaja mimi. Watamwambia Mwenyezi Mungu, fa'dhil lana an nabqa fil ardh, basi Mwenyezi Mungu tupe idhini tubaki ardhini. Mwenyezi Mungu atawaambia, al-ardu mamlu'a bil
khalqi, ardhi pia imejaa viumbe wangu wananisabihi. Malaika wanashangaa, hatukubaliwi ardhini, hatukubaliwi mbinguni. Kisha wanamwambia Mwenyezi Mungu, aina nakun ya Rabbi, tuende wapi Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anamwambia, kuna ala qabri abdi, bakini kwenye kabri la mja wangu, ambaye yule mja nyinyi malaika mlikuwa mnaandika matendo mema na mabaya, ambaye aliyekuwa mwema. Kuna ala qabri abdi, bakini kwenye kaburi la mja wangu aliyekuwa mwema. Fasabbihani, katika kaburi la mja wangu nyinyi endeleeni kufanya tasbih. Wahalilani, na mwendelee kufanya tahlil. Waktuba dhalika fi sahifati abdi, hayo mema mliofanya nyie yaandikeni kwenye daftari la mja wangu aliyekuwa mwema. Yani amekufa, lakini inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, athari yake inaendelea kubakia. Fa idha jaa yawm al-qiyama, inapokuja siku ya kiyama, anashangaa ana matendo mema ambayo yeye hata hakuyafanya. Tasbihi na tahlili za malaika zimeandikwa kwa matendo ya malaika, yameandikwa kwa mema yake yeye aliyofanya. Anashangaa, anaambiwa ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Hawa watu wema wanapokuwa wamekufa, tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wanapewa bishara, wanaonyeshwa. Malaika akija kuchukua roho ya mtu mwema, anamuonyesha pia, angalia pepo hii hapa, muona bana, achana na dunia. Kwa yeye mwenyewe akiona pepo, kama mtu Muhammad alipoambiwa achague kati ya kukutana na Allah au kubaki duniani, alipoona anaonyesha pepo, yaliyoko peponi ni haya, yeye mwenyewe akasema ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Sivyo? Kwa hivyo hawa malaika wa abshiru bil jannati, huwa wanawaonyesha watu wema nini kule wanapokwenda. Unashangaa mtu anakufa na tabasamu, anakufa na furahi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, wanawapa bishara ya pepo ambayo wameahidiwa. Lakini watu waovu wakifa, huwa wanakufa katika hali ngumu. Mungu anasema yadhuribuna wujuhahum wa adbarahum, malaika huwa wakichukua roho za watu waovu huwapiga katika migongo yao na katika nyuso zao. Kwa hivyo watu waovu huwa hawana kifo kizuri, kifo kinatisha. Lakini watu wanatofautiana kufa kutokana na matendo yao. Kila mtu kupitia sakaratul maut, lakini sakaratul maut ya watu waovu huwa ni nzito zaidi kuliko sakaratul maut ya watu wema. Tofahamiana hapo? Yani sakaratul maut ya watu wema wanashitati nashita, lakini watu waovu wanaziati gharqan, wanatolewa roho zao kwa kung'olewa kwa nguvu. Tofahamiana hapo? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, upewa bishara ya pepo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, huambia malaika, sisi ni walinzi wenu, sisi ni vipenzi vyenu huko duniani. Yani huko duniani kuna watu walikuwa wanafanya matendo ya kheri, wanafanya subra, mwezi wa Ramadhani wanasoma Qur'an, wanafunga usiku, tatajafa junubuhum 'anil madaji', wananyanyua mbavu zao katika nini? Katika matandiko. Licha ya kuwa na usingizi na mke wake mzuri kabisa, anamwacha mke wake, anaacha starehe, ananyanyua uso wake, ananyanyua mwili wake. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wakimuomba Mwenyezi Mungu kwa kuogopa adhabu yake na kutamani pepo yake. Wa mimma razaqnahum hum yunfiqun, na utoa riziki, kutoa katika kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameruzuku. Mungu anasema fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Nafsi zao sinajuaje? Unajua kitu gani ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekificha kwako wewe mcha Mungu? Kinachotuliza macho yako ni pepo na vilivyoko katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo huwa pia nahnu
nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, hakika sisi ni vipenzi vyenu, ni walinzi wenu katika maisha ya dunia na akhera, na katika akhera ni vipenzi vyetu. Maana nini? Watatuelekeza wao malaika. Malaika ndio ambao watakokuja kutukaribisha sisi peponi. Mungu asema nuzula min ghafurir rahim. Nuzula, mapokezi makubwa. Ni malaika, sio mapokezi unavyofikiria wewe katika kichwa chako. Labda Rais Putin vile anapokuwa kwenye lile kapiti lake jekundu na walinzi na nini. Sivyo unavyofikiria pepo iko hivyo. Haiko hivyo pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunafahamiana? Pepo haiko hivyo, tofauti kabisa na hivi vilivyo duniani. Jicho halijaona wala moyo, akili haijawahi kufanyaje? Kufikiria wala kuwaza. Tunafahamiana? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Katika hiyo pepo watapata yote ambao nafsi zao zinatamani. Nafsi inayotamani chochote utakikuta wapi? Peponi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Duniani unaweza ukawa unatamani, lakini huwezi kula. Wazee wanaofikisha miaka 60 wanatamani vitu vingi vya sukari na vya mafuta na vizuri, lakini hawanufaiki navyo. Lakini peponi hakuna kisukari, hakuna kichumvi, wala hakuna uwezo fulani wa kukadiria ukula kwamba kila kitu chakula fulani tayari umeshiba. Peponi hakuna kushiba. Unapotamani unakula, unapotamani unakula. Yaani hakuna sasa tumbo langu limejaa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Na katika hiyo pepo watapata nini? Ma tashtahi anfusukum. Watapata zile nafsi zao zinapotamani. Tutafahamiana? Katika vyakula ilipotajwa zanjabila haina maana tangawizi kama ya soko kuu. Haina maana hiyo, ni tamthili, ni mfano wa kufananisha. Au ilipotaja kafura haina maana ni karafuu kama ya Zanzibar, ni mfano wa kufananisha. Tutafahamiana? Au Mwenyezi Mungu anasema hurun maksuratun fil khiyam. Hurun, yani wanawake wa peponi wanawatamanisha waume zao, wanawatamanisha waume zao, yani wapendelee kuwa nao karibu. Ndio huru maksuratun fil khiyam. Yani vile wanawake wanajiachiwa peponi, wanadhihirisha mapambo yao, wanadhihirisha uzuri wao kwa namna gani? Ambayo katika mahema ya peponi wawavutie waume zao waliokuwa wema, jazaan bima kanu ya'malun, kwa yale mapema walipofanyaje? Wakiyafanya huku duniani. Ndiyo walakum fiha ma tad'un, yale yote ibada zako za qiyamul layl, subra yako katika maisha kwa kuridhia kipato kidogo cha riziki, subra yako ya kujizuia nafsi yako na matamanio ya dunia, uzinzi, riba, si ndivyo? Mungu anasema nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim, mapokezi makubwa. Yani wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Ndio peponi inapokuwa, yani wataletwa waliokuwa wacha Mungu. Sawa? Wacha Mungu wataletwa. Wakiletwa peponi wanakutana mapokezi makubwa ya malaika wengi. Huku duniani swaga malaika wanapokelewa na askari na bunduki na miumba ya taifa. Kule unapokelewa na malaika shehe. Unapokelewa na nani? Malaika ndio wanakupokea wewe, mtu uliokuwa mwema. Tena hata idha jauha, wakishakaribia ile pepo, malaika kwa utaratibu na kwa heshima, kama unavyoona askari wanapotoa saluti pindi kiongozi mkubwa anapoingia katika ikulu, hivyo ndivyo malaika kuonyesha hali hiyo kwa wacha Mungu wanapoingia katika nini? Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, na wale makhazini wenye funguo za peponi, malaika wenye funguo za peponi huambia wacha Mungu, salamun alaykum,
amani iwe juu yenu, tibtum fadkhuluha khalidun. Uzuri ulioje, ingieni katika pepo iliyokuwa nzuri. Watasema waqalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada. Watamshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye amesadikisha ahadi yake ya pepo aliyowaambia huku duniani, natabawwa min aljannati haythu nasha. Tupo natabawwa min aljannati haythu nasha, tunajiachia katika pepo tunakotaka sisi. Peponi hamna Katarama, hamna ya Tanzania. Unapofikiria wewe unapoenda kuna vipando huko ambapo si havina mfano wake, kwamba labda mpaka uende usheheni kajaze mafuta au leo hili imeisha. Hakuna hizo habari peponi. Natabawwa min aljannati fa ni'ma ajrul 'abidin. Manuma mema yote. Kwa Mwenyezi Mungu anatuambia nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Katika anastahili pepo ni mtu gani? Ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kazi yake ni kuita watu katika njia nani? Kuambia watu hayo alikuja naye Bwana Mtume ndio anakufaini katika maisha yenu, na yale ambayo Mtume amekukatazeni na Mwenyezi Mungu hayawafai katika maisha yenu, na kuwaita watu katika dini ya haki, dini ya Uislamu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Na mtu gani bora kuliko yule ambaye mwenye kufanya ulinganizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, akawaita watu katika njia ya haki. Sio tu kuwaita watu katika njia ya haki, wa amila salihan. Yani haiwezekani wewe ukawa shekhe unawaita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini baada ya muda tunakuta sehemu zisizostahili. Haitoshi tu kuwaita watu katika njia ya Allah na ndani yake wewe unafanya matendo yasiyofaa. Tafahamiana? Lakini wa amila salihan, ukiwa unaita watu katika njia ya Allah, basi wewe uwe ni kiigizo chema katika kufanya yale mema ambayo unawalingania watu. Tafahamiana? Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Akisema kwamba mimi nimejinyenyekeza, nimenyenyekea kwa sheria zote alizokuja nazo Mwenyezi Mungu, alizotuletea Mtume Muhammad kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu akasema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'at. Tumeona watu waovu siku ya jana, waqayyadna lahum qurana, wataingia motoni, tena watakuwa katika matabaka ya chini ya moto. Tumeona sasa hivi watu wema watakuwa na mapokezi makubwa huko akhera. Hivyo wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, ndio maana yake. Tumeona watu waovu, tumeona na watu wema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Vitu vizuri na vitu vibaya havifanani. Mtu mwema na mtu mwovu hawalingani. Tendo jema na tendo baya hayafanani. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Yani wewe hata kama sio Muislamu, matendo mabaya hayapendezi. Ukitaka kwa mimi hivyo, chukua mke wa mtu afu ajue kwamba umechukua mke wake. Chukua mke wa mtu alafu ajue kwamba umechukua mke wake. Si Uislamu ufai? Basi lewa, nenda kwa baba mkwe wako kwa umelewa. Heshima yako itaendelea kubakia? Haiwezi kuendelea kubakia. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Tupo? Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan maana nini? Lipa baya kwa jema. Lipa baya, umefanyiwa ubaya, basi wewe lipa kwa jema. Mtu anakufanyia uadui, lipa kwa wema. Siku ya Kiyama kuna kisa cha kinafurahisha lakini kinasikitisha lakini kinafurahisha. Atakuja mtu siku ya Kiyama anamwambia Mwenyezi Mungu matendo yake mema yamebakia kidogo aingie peponi.
Kisha anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi hadha zalamani, Mwenyezi Mungu huyu fulani alinidhulumu pale. Lakini huyu aliyemdhulumu yeye hana hata jema hata ana nini? Jema hata moja. Yaani tunaambiwa al-muflis atachukuliwa mema yake, sivyo? Mpaka itaisha. Kisha atachukuliwa madhambi ya mengine anapewa yeye, inakuwa ni adhabu. Sasa katika huruma za siku ya kiyama Mwenyezi Mungu anazungumza katika hadithi al-Qudsi kwamba atakuja mtu siku ya kiyama watu wawili. Huyu mtu mmoja anasema amebakia tu kidogo apate janna. Anaenda kwa Mwenyezi Mungu, mizani yake imekataa. Anamwambia ya Rabbi hadha zalamani, Mwenyezi Mungu huwa amenidhulumu. Mwenyezi Mungu akasema amekudhulumu wewe, lakini naomba nichukue mema yake. Mwenyezi Mungu anamwambia huyu hana mema yote. Mungu anamwambia huyu hana jema lolote katika mema hakuna, ategemea ile hesabu yako ikae sawa. Huyu hakuna jema lolifanya. Madha ahusuhu ya Rabbi, tufanyaje Mwenyezi Mungu? Anamuuliza Mungu, tunafanyaje sasa? Na mimi pepo naitaka. Na huyu haitakiwa niongezee katika kheri zake ili nione pepo. Kisha anamwambia Mwenyezi Mungu atamwambia huyu mtu, hebu angalia kulia. Ataangalia kulia, ataona pepo, ataona bustani, ataona magorofa. Hapo mtu anamuuliza Mwenyezi Mungu, liman hadha ya Rabbi? Haya magorofa na makasri ya nani? Anamwambia liman yadfa'u thamanaha, kwa yule ambaye atakayejitolea kulipa fidia ya huyu mtu aliyekudhulumu, ambao leo ana mema ya kukulipa wewe. Kisha atauliza wama thamanuha, thamani yake ni ipi Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu atamwambia antaakhudha biyadi akhika ila aljanna, ni kuchukua mkono wa huyu aliyekudhulumu ambaye hana mema na kuchukua mkono wake na kwenda wapi? Ndio thamani ya kupata nini? Yaani Mwenyezi Mungu ni Rahim, Mwenyezi Mungu ni Rahman. Ndio wanasema nuzulan min ghafurir rahim, yaani Rahim ni mpole sana kwa waja wake. Tafahamiana hapo? Idfa' billati hiya ahsan, lipa baya kwa lile lilikuwa jema. Mtu alifanya ubaya, basi mlipe kwa wema. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu, tahamaki yule aliyekufanyia uadui baina yako na yule aliyekufanyia uadui, kaannahu waliyyun hamid, moyo wake utamuuma kwa yeye kufanyia wewe ubaya na wewe kumlipa wema. Kisha Mwenyezi Mungu akasema wama yulaqaha illa alladhina sabaru, wama yulaqaha illa alladhina sabaru, hakuna ambaye anajua hiyo nafasi ya kulipiza alifanyia ubaya kisha akalipiza wema isipokuwa mwenye subra peke yake. Yaani mimi amenifanyia hivi tena nipe kitu kizuri, haiwezekani bwana, si ndivyo tunasema? Kwa hiyo hilo jambo hakuna anayoliweza isipokuwa mwenye moyo wa subra. Mwenye moyo wa subra ndio ambaye ana uwezo wa kulipa baya kwa zuri. Yule ambaye hana moyo wa kustahimili hawezi kulipa baya kwa zuri. Tafahamiana? Ambaye hana uwezo wa kustahimili. Kwa subra ni msingi katika kila kitu. Subra ni msingi katika ibada. Ili uweze kufanya ibada ni kufanya subra. Tafahamiana? Sasa kujiuliza hizo raka 20 zitaisha saa ngapi? Lakini ukiwa na subra, moyo wako utakuwa mwepesi, utazimaliza raka 20. Lakini ukiwa huna subra, raka 20 zitakuwa kama raka 100. Na utaona ni kazi kubwa hiyo kusaliza raka 20. Tunafahamiana? Kwa subra ndio kilele cha kila kitu. Wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu haqqin 'azim, hakuna wanatambua hilo isipokuwa ni wale wenye kusubiri, na hakuna wanaotambua hilo isipokuwa ni wale wenye fungu kubwa ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanyaje? Amewaandalia. Wa imma yanzaghannaka nazghun min ash-shaytan, na ikiwa shaytan katika kufanya matendo mema atakuja kushawishi wachana mambo ya heri. Walimu wangu mmoja alikuwa ananiambia hata kusoma Qur'an, kusoma Qur'an, uchukua msahafu hivi na kuanza kusoma Qur'an, unapambana na shetani. Unapambana nani? Unaweza kusema leo usome juzu 6, lakini ukashika msahafu hivi, mara simu ikapigwa, ukaachana na msahafu, ukasikiliza simu ya dini, ukaacha. Kwa hivyo kufanya subra katika mambo ya kheri
hata sheitani tunaambiwa tumlani sheitani, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'in billahi minash shaitani. Sivyo? Tunaambiwa tufanyaje? Tumlaani sheitani ili tuweze kufanya nini? Tuweze kufanya matendo ya kheri. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'in billah. Ikiwa sheitani anataka kukushawishi kufanya matendo mabaya, sivyo? Umemwona mwanamke umempenda, ukamwomba na namba ya simu na amekupa, sivyo? Na namba ya simu amekupa, anakuelekea wewe, yuko tayari kufanya chochote. Ukakumbuka bana, Mwenyezi Mungu ananiona, nitamjibu nini Mwenyezi Mungu? A'udhu billahi minash shaitani rajim, ya moyoni kabisa, ikatoka moyoni kabisa, ukamlaani shaitani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ukatafuta ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema innahu huwas samiul alim. Mwenyezi Mungu atasikia, atakurahisishia kwa mtihani. Kama ni wa madhambi utakuwa mwepesi, Mwenyezi Mungu atasikia, mtihani huo utakuwa ni mwepesi. Kama ni mwanamke ambaye ulikuwa unajiona kwamba wewe huwezi kulala bila yeye, Mwenyezi Mungu mtihani huo atakuondoshia. Tunafahamiana? Kwa sababu mapenzi yana hamasa zake. Yaani mtu anaweza kaathirika moyo wake akampenda mwanamke, akawa hawezi kusikia chochote, anasema mimi mpaka lazima nizini naye tu. Lakini kwa kufuata utaratibu huu, fasta'in billahi, Mwenyezi Mungu anasema innahu huwas samiul alim. Kweli kabisa umekusudia hutaki kufanya naye uchafu, Mwenyezi Mungu anasema yeye ni samiul alim, anasikia na anajua kweli huyu mja wangu amepata mtihani huu mzito, nisipomwepusha nao ataingia kwenye matatizo. Basi Mwenyezi Mungu ataleta sababu zake zitakazopelekea wewe kuepukana na mtihani huu. Kwa kumalizia aya ya mwisho, wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, katika alama za kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni usiku na mchana. Katika alama za Mwenyezi Mungu ni nini? Nani anaweza katuelezea hii aya? Katika alama za kuwepo Mwenyezi Mungu, vipi usiku ni alama ya kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vipi mchana ni alama ya kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ziko tafsiri nyingi sana, kwa maana waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara, sivyo? Lakini hapa tunazungumzia nini? Alama ya uwepo wa Mwenyezi Mungu ni kuwepo kwa usiku na mchana. Maana yake ni kwamba haya masiku tunayoyaona ya kila siku huwa hayafanani. Toka Mwenyezi Mungu alipoumba dunia, toka Allah alipoumba haya masiku, katika muujiza wa kuwepo Mwenyezi Mungu, haya masiku huwa hayafanani. Yaani hii Jumatatu ya leo na Jumatatu iliyopita hazifanani, na Jumatatu ya mwaka uliopita na mwezi uliopita. Yaani katika alama za kuwepo Mwenyezi Mungu ni kila siku anaumba siku mpya. Tafahamiana? Katika alama za kuwepo Mwenyezi Mungu ni kila siku Mwenyezi Mungu anaumba nini? Siku mpya. Yaani Jumatatu lakini ni mpya, iko vingine. Kwa wewe utashangaa, kama ni afya ilikuwa ni nzuri, ile siku umeamka umechoka. Kama ni jua ilikuwa hii temperature ilikuwa 32, sio ikawa 31. Kama ni unyevunyevu tofauti, kama ni mvua ikawa tofauti, kama ni hali ya hewa ni tofauti. Kwa hivyo katika alama za kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuumba kila siku siku mpya. Siku hazifanani. Itaitwa Jumatatu lakini haifanani na Jumatatu iliyopita. Itaitwa Jumanne lakini haifanani na Jumanne. Tafahamiana hapo? Na kila siku jua linachomoza mashariki yake. Jua linachomoza mashariki moja, Rabbul Mashariki wa Rabbul Magharib. Jua lina mashariki moja. Kila siku duniani jua linachomoza mashariki yake. Kila siku jua linachomoza mashariki, yaani halina mashariki moja jua. Halina mashariki moja jua. Kwa mwaka mzima, ndio maana masiku yanakuwa mapya. Mwaka huu tuna kiangazi. Mwaka huu kama mwaka jana kulikuwa kuna mvua nyingi, mwaka huu hakuna mvua nyingi. Unafahamiana? Mwaka huu kuna magonjwa fulani, kwa kuna nini ile corona sijui. Mwaka huu hamna corona. Kila siku ni mpya. Katika alama ya kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kutumbia kila kitu kila siku kuwa ni siku mpya. Unafahamiana?
wa min ayatihi al-layl wan-nahar, katika alama za kuwepo Mwenyezi Mungu anasema ni usiku na mchana. Kwa usiku ni mpya, mchana ni mpya. Wash-shamsu wal-qamar, sivyo? Najua lenyewe lina mambo yake mengi, tutakuja tuzungumze katika siku yake ya sura Ash-Shams. Na mwezi, la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar, basi msisujudie mwezi, msisujudie wala jua, msisujudie jua wala msisujudie mwezi, wala msisujudie mizimu, wala msisujudie chochote kile. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, na msujudie nani? Aliyeumba vyote hivyo, akaumba siku mpya, akaumba mchana mpya, akaumba mwezi, akaumba na jua. Huyo ndo anastahili kuabudiwa. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa kweli nyie mnataka, ikiwa kweli nyie ni waumini wa kweli ambao kweli mnataka kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi msisujudie viumbe, bali msujudieni aliyeumba nini hivyo viumbe. Fa inistakbaru, inatokea sasa wengine wanamsujudia Allah, wengine hawataki. Muhammad waambie fa inistakbaru, wakikataa, falladhina inda rabbika, wapo viumbe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, malaika na tusiowajua, majani, mawe na kadhalika. Fa inistakbaru, wakiwa watakataa kumsujudia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inistakbaru falladhina inda rabbik, kuna viumbe wengi huko duniani, huko katika ulimwengu mkubwa. Tulisoma siku ya kwanza, wa auha fi kulli samain amra, kuna malaika kila mbingu wanamsujudia nani? Fa inistakbaru falladhina inda rabbik, wapo hao viumbe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar, wao wanamsabihi Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Wa hum la yasamun, wala hawachoki, hawana muda wa kula, hawana muda kwenda chooni, hawana muda kutafuta hela. Ni malaika hao, ni muda wote wanamsabihi nani? Wala hawachoki. Kwa hivyo wewe tasbihi yako ni kwa ajili yako wewe mwenyewe, sio kwa ajili ya kumnufaisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala kupunguza chochote katika ufalme wake. Tufahamiana? Hiyo ndio mwisho ambao tutakuwa nao leo insha Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.